Kuna mdau mmoja kuna siku alicomment, nilipenda maneno yake sana. Sasa ajue kama mimi nafuatilia hizo comment na niko tayari kujibu pia. Na leo weka sasa wajue. Ukiona umejibiwa kwenye comment imekuja Semuhunge, ujue aliyejibu ni Seif Simba. Yaani waeleweshe sasa wadau wangu. Ukiona comment na ukujibu chini imeandika Semuhunge, basi ujue ni Seif Simba amekujibu. Kadiri ya muda tunazidi kutafuta udhaifu wako mkubwa. Yaani Simba ya leo inaweza kutafuta udhaifu mkubwa wa adui. Kwa mantiki hii mimi naona kuiona Simba inakuwa championi na marefa waache kufanya maagizo. Ile ya kibisawala kwa nini sio penalty? Marefa wajue siku ya mwisho kama tutakwenda kufanana pointi na Yanga wametuzidi magoli mengi kweli. Basi haya moja tunaoyapata kwa haki tupeni tuongeze. Hatuwezi jua pengine atatokezea kibungo tamkongota hata 18. Umenielewa? Sijui katika mpira inawezekana. Sasa ukitunyima moja linakwenda kutunyima ubingwa. Sisi tushawahi kukosa ubingwa kwa goli. Yule refa wa jana yule anatokea Tanga yule. Mabena. Sijui wa Tanga, mimi sitaki kujua. Hakuwa katika haki kusema kweli. Ya kuchezea haki hata kidogo. Siku nyingine tusimlaumu kama binadamu. Mimi bwana anatanguliza kuomba wamsamehe. Umenielewa? Lakini hakututendea haki. Kwa hiyo jana nimetazama mpira wa aina hiyo. Lakini kwa nini nimeita mpira wa maagizo? Ngoja nikwambie kitu kimoja kizuri sana. Na mimi bwana muumini sana wa kusema vitu ambavyo unaona vinafanywa vice versa. Mimi Sefu, lakini nataka leo uzichambue kinaga ubaga kwa urefu na mapana hizi aina tatu za mpira ambazo umezizungumza. Simba ya Steve Barker kwa maana quality ambayo umeisema, lakini pia mpira wa nguvu, maagizo pia wa maagizo ambao umezungumzia, lakini mpira wa nguvu ambao umeutaja. Twende ndugu yangu. Nitakwenda, ndio maana nilikuwa nataka nitumie mfano uelewe kwa nini. Nilikuwa unajua mpaka nije kwenye mpira wa maagizo kwanza niwaeleweshe watu. Unajua hizi vilabu vyetu hivi vikiacha kuagizwa Pamba wana timu ambayo jana wametoa quality. Nilizungumzia na neno quality kwa maana tactic ipo kwa Simba. Huwezi kuzungumza tactic kwao. Lakini katika quality kwa maana ya kupishana nao jana walionyesha halau hapo katika nukta ya quality, na wao wanacheza mpira mzuri, wanafika. Shida Abdallah, sijajua watu wanalazimisha kutaka ubingwa. Unajua mimi mpaka itakapofika mechi ya mwisho ndo nitaamini Simba hawezi kuwa bingwa. Na nataka kuamini kwamba jingine watu waache kufikiri yale ambayo yalikuweko zamani. Yaani watani wetu waache kufikiri katika lugha ile, wakazungumze katika lugha ya mpira. Si hatuendi kuona wao kupoteza. Mimi ujue siendi kuona Yanga wakipoteza na Azam. Labda Azam waamue kuwapotezea Yanga. Seif kaka, mambo ni aje? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Mara nyingine tena maeneo yetu haya ndio umekuwa kama ya haya ndugu yangu. Unajua bana maisha yalivyo kama ndani yake uyatengenezei. Kuna msanii mmoja mnamuita FDQ. Alisema maisha kama kioo. Ukicheka na yenyewe anacheka. Sasa mimi nimeamua kuyanunia. Mimi nimeanunia maisha, ndio maana umeniambia kama haya. Sieleweki sa wapi nipo wapi naenda, yote kwa yote watoto wale. Ndio jambo la msingi kwa sababu kuna siku niwewe kukwambia katika watu ambao tuna njaa kweli ni sisi influencer. Hata mimi nataka niondokane na dhana hiyo. Ndio hivyo Abdallah. Unataka utajiri? Nisiwe influencer njaa basi. Niwe influencer ambaye alau kidogo, umenielewa vizuri, jambo la 1000 2 niwe natekeleza mwenyewe. Sasa mtu akikuonea imani hiyo ni ziada. Naam Abdallah. Umeshuhudia jana Simba? Tazama vizuri sana mpira. Nimetazama mpira wenye quality. Nimetazama mpira wenye vurugu. Nimetazama mpira wenye maagizo. Kulikuwa na vitu vitatu. Mpira mitatu jana tumeshuhudia. Quality kwa maana ya Simba, tactic walipokuwa wazuri, walipofanya maamuzi ya haraka katika kuhakikisha wanafunga goli la kwanza, goli lilofungwa na Kibisawala. Goli la ufundi mkubwa, lakini sifu na goli la opponent. Hapo pia nataja ujuzi. Opponent amefunga goli zuri sana kwa sababu opponent anaonekana anamwangalia sana Kratos Chota Chama. Umenielewa? Na kwa staili ile watu watatuharibia sisi sherehe zetu. Unaweza kuona siku magoli ya Chama yanafungwa ingawaje magumu. Mtu akaja na mpira akatisha kweli, mabeki bora wakaenda. Kwa ubora wao haimaanishi pia kuwa hawakosei. Umenielewa vizuri? Akaangalia fursa na upande wa kupeleka akascore mpira kwenye wavu. Kwa hiyo mwisho kabisa katika maamuzi ya mwisho pia yaliamuliwa kwa kasi ya kimbunga, yaliamuliwa kwa haraka, ubora wa mchezaji mwenyewe. Umenielewa? Taktiki kabisa.
ni ule mpira kuambia nenda nyuma ya nyavu wakati kuna watu wamezuia. Kwa hiyo jana nimetazama mpira wa aina hiyo. Lakini kwa nini nimeita mpira wa maagizo? Ngoja nikwambie kitu kimoja kizuri sana, na mimi bwana muumini sana wa kusema vitu ambavyo unaona vinafanywa vice versa. Mimi Sefu, lakini nataka leo uzichambue kinaga ubaga kwa urefu na mapana hizi aina tatu za mpira ambazo umezizungumza, Simba ya Steve Barker, kwa maana quality ambayo umeisema, lakini pia mpira wa nguvu, maagizo pia wa maagizo ambao umezungumzia, lakini mpira wa nguvu ambao umeutaja. Twende ndugu yangu. Nitakwenda, ndio maana nilikuwa nataka nitumie mfano uelewe kwa nini. Nilikuwa unajua mpaka nije kwenye mpira wa maagizo, kwanza niwaeleweshe watu kwa nini nimeuita mpira huo. Sasa hizi hapa ikitokezea Simba bingwa, ikitokezea, na naamini ndio hivyo inavyokuwa, jambo pekee linalofuata ni Mavunde kuondolewa kwa mwenyekiti wa tawi la Yanga bungeni. Kama bado yupo. Kwa nini? Kwa sababu sehemu tata iliyofanya Simba kuona inawezekana kupata ubingwa, Mavunde ndo aliisafisha sehemu hiyo. Alipokwenda kuwabonda dada zake wa Yanga, baada ya kuwa amewapiga dada mtu, akasababisha Simba kusogea kwa wastani wa 5 kutoka kwenye pointi 5 mpaka 2.8 kwa 5 point. Kwa hiyo mpira maagizo mwaka jana, kama unakumbuka, viongozi wa Yanga ambaye ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa wa Mwanza aliwakamata viongozi wa Simba, unakumbuka? Simba anakwenda kucheza na timu gani? Na jana walicheza na nani? Huu ndo nimeuita mpira maagizo. Mpira maagizo wenyewe huwa hautazami quality kwa maana ya kupishana kwa mpira, hautazami muda huu nikimfika huyu mwenzangu madhara yake yanakuwa nini. Jana vijana walicheza sana rafu za kutosha, na miongoni mwa wachezaji walichezewa sana rafu walikuwa ni wawili uwanjani. Kumbukumbu yangu alikuwa ni mtu aliwafunga goli la kwanza, umenielewa, na mtu aliwafunga goli la pili. Kwa nini wanaondolewa? Athari za Simba, ubora wa Simba kwa sasa unatokana na safu ya ushambuliaji ambayo unaanzia namba 8, 7, 11, 10, 9, umenielewa? Hii ndo hatari kubwa ya Simba ilipo. Achana na watu wanaozuia, kuna muda tutawazungumzia. Kwa hiyo jana ilikuwa inakwenda kupunguzwa hatari, sio kwa mantiki ya mechi ya jana. Yaani mechi ya jana agizo linakuja, kachezeni rafu, nendeni mkabato, mkipunguza watu wawili manake mmepunguza kasi ya mechi ijayo. Mechi ya Mbeya City itakuwa mechi rahisi kwa sababu wale watu katika ubora watakuwa wamo. Kwa wachezaji wa Simba jana sasa tactic walikuwa hatari kwa sababu walikuwa wanafanya vitu vitatu uwanjani. Kitu cha kwanza ni kuhakikisha Simba tunakuwa katika umiliki tukiwa bora. Yaani mpira ukiwa katika himaya yetu usiondoke kwa njia rahisi kwenda kwenye himaya ya adui. Jambo la pili, tujilinde na maadui ambao nyuma yake wana matangazo. Jambo la tatu, twendeni tukatafute magoli ambayo muamuzi hatokataa. Kwa sababu hata muamuzi hakuwa fair jana. Lakini mimi sitaki nimzungumzie sana. Unajua watu tushachoka kuwazungumzia. Kama hawezi kujirekebisha basi chama kitatazama. Kwa nini nasema muamuzi hakuwa fair? Kwa mazingira ya bato ambao walikuwa wana bato jana wale miamba wa Pamba Jiji. Red card ilikuwa muumini kwa sababu red card inafuatana na yellow ya pili. Sio, umenielewa? Watu wanadhani red card mpaka iwe straight red card. Wewe mtu mmoja unacheza faulu takriban 7 zinazokwenda kumwania mtu huyo mmoja au 5, maana yake wewe umeshindwa kulinda usalama wa mchezaji mwenzio. Ukishindwa kulinda usalama wa mchezaji mwingine, hukumu yake wewe ni kupewa yellow card. Zikiwa 2 maana yake inafuata ni red card. Muamuzi jana hakufanyia hivyo. Hatakuona hizo yellow card 2 ili kwenda kupata red card. Maana yake ni nini? Maana yake napata pressure sasa na shaka. Hii sasa sendi moja kwa moja. Pengine naye muamuzi nyuma yake alinongonezwa sikio. Au alikuwa analipa fadhila muamuzi, kusema kweli ule simjui klabu gani. Wako waamuzi tunawafahamu. Lakini mshikaki bendera mmoja aliwahi kupita kashfa ya klabu nyingine. Umenielewa vizuri, sitaki kumtaja jina, haipendezi sana. Unajua hizi lawama zisiwe nyingi sana zikapitiliza. Kwa Abdallah, nimekwenda katika mpira wa pili wa maagizo. Nimeacha mpira wa kimbinu. Lakini hata hivyo niguse na wao. Unajua hizi vilabu vyetu hivi vikiacha kuagizwa, Pamba wana timu ambayo jana wametoa quality. Nilizungumzia na neno quality kwa maana tactic ipo kwa Simba. Huwezi kuzungumza tactic kwao. Lakini katika quality kwa maana ya kupishana nao jana walionyesha halau hapo katika nukta ya quality, na wao wanacheza mpira mzuri, wanafika. Shida Abdallah,
Sijajua watu wanalazimisha kutaka ubingwa. Unajua mimi mpaka itakapofika mechi ya mwisho ndo nitaamini Simba hawezi kuwa bingwa. Na nataka kuamini kwamba jingine watu waache kufikiri yale ambayo yalikuweko zamani. Yaani watani wetu waache kufikiri katika lugha ile, wakazungumze katika lugha ya mpira. Si hatuendi kuona wao kupoteza. Mimi ujue siendi kuona Yanga wakipoteza na Azam. Labda Azam waamue kuwapotezea Yanga. Sio lugha hii itaeleweka. Yaani siwaoni Yanga wenyewe kupoteza kwa Azam, wakijipanga tu wakawa tayari wananongoneza dada zao wawili pale, mechi itakuwa rahisi kwao. Au Azam waamue. Lakini ipo sehemu ambayo Yanga anaona wanaweza wakaenda kudondosha. Moja miongoni mwa sehemu Tabora United. Timu ambayo nadhani kunongoneza kwake ni kazi. Lazima utumike falsafa kubwa kwa kunongoneza. Pili, Mona JKT, mimi sitaki kuamini kama Yanga anaweza kumfunga JKT mechi 3 mfululizo. Lakini kwa Azam sijachukua dhamana. Ingawaje ndio mtu ambaye akitaka kubeba dhamana kweli JKT na nani na Tabora hawawezi. Isipokuwa JKT na Tabora wanawafahamu walivyo. Hawana elementi za unafiki. Kwa hiyo mimi nakwenda kuiona bado Simba bingwa pamoja na maagizo yanaendelea kutoka. Ila nitoe pia na saa nisiache na utanioji mengine. Marefali wawe fair sana kwa sababu unajua Abdallah, mchezaji anatoa gharama ya jasho mwanzo mpaka mwisho, anapambana. Haki kabisa anachokifanya, anahitaji kile alichokipambania aone impact yake. Unapoleta wewe longolongo zile gadagada, unamfanya mchezaji kupungua morali, unamfanya mchezaji kuto kujituma. Wachezaji wa Simba wamevua deni. Wachezaji wa Simba wamevua deni kutoka katika klabu. Hamna mtu anawadai. Abdallah, mimi siwadai wachezaji wa Simba. Kwa nini? Hii sio ile Simba ya kina Pao Marijobe. Hii ni Simba ambayo siku moja nilikupa mfano nikakwambia Simba ni mfano wa maji. Maji yanahitaji tundu ndogo sana Abdallah yakapite. Ndogo kweli kweli, na Simba hivyo hivyo. Tunahitaji kosa dogo tukuhukumu. Tena kama tulikubembeleza katika makosa tukuhukumu. Kadiri ya muda unapokwenda unatupa nafasi ya kwenda kuhukumu. Kadiri ya muda tunazidi kutafuta udhaifu wako mkubwa. Yaani Simba ya leo inaweza kutafuta udhaifu mkubwa wa adui. Kwa mantiki hii mimi naona kuiona Simba inakuwa championi na marefa waache kufanya maagizo. Ile ya kibisawala kwa nini sio penalty? Marefa wajue siku ya mwisho kama tutakwenda kufanana pointi na Yanga wametuzidi magoli mengi kweli. Basi haya moja tunaoyapata kwa haki tupeni, tuongeze. Hatuwezi jua, pengine atatokezea kibungo tamkongota hata 18. Umenielewa? Sijui katika mpira inawezekana. Hata ukitunyima moja linakwenda kutunyima ubingwa. Sisi tushawahi kukosa ubingwa kwa goli. Yule refa wa jana yule anatokea Tanga yule. Mabena. Sijui wa Tanga, mimi sitaki kujua. Hakuwa katika haki kusema kweli. Ya kuchezea haki hata kidogo. Siku nyingine tusimlaumu kama binadamu. Ni bwana anatanguliza kuomba wamsamehe. Umenielewa? Lakini hakututendea haki. Angalizo sasa kwa wachezaji na uongozi kuelekea mechi 4 ambazo zimebakia kwa maana alama 12 ili kuweza kutamatika kwa msimu. Captain amesema zote zinatakiwa kwa alama za Simba. Sisi tunatakiwa kuvuna alama 15 bila kutazama adui yetu ana nini. Katika 15 tuna 3 bado 12. Tunapasa kuvuna alama zote. Tusiache hata alama ili Simba awe bingwa, avune alama zote. Alafu tuwaache na wao kama wana mpango kama wetu wa kuvuna alama zote wavune. Kama hawana ndio iwe sababu ya kuchukua ubingwa. Kwa viongozi, wachezaji, mwenyewe technical bench mnaita hivyo katika lugha ya kitaalamu. Wote watazame hivyo. Sisi tuna lengo la kuwa mabingwa. Na makombe yako mawili. Tuna kombe la ligi kuu na kombe la federation. Kwa bahati mbaya nzuri tunataka yote kwa kustiki kwenye heshima yetu. Kwa sababu sisi tuna heshima kubwa sana. Ili kutuheshimisha basi watuvishe viatu. Tunatembea pekupeku, watuvishe viatu. Tuko tayari kuvaa viatu na sisi tushangilie tukiwa na viatu, kwa sababu tunajua mwisho wake ukishangilia ukiwa pekupeku watu watamwaga mbigili, miba ile, utashindwa kushangilia. Tunaomba viongozi watuvishe viatu. Technical bench chini ya mwalimu Steve Baka. Mwalimu hatari sana. Unajua kuna muda mtu akishakuwa hatari sana usimtafutie cheo. Kwa sababu vyeo vinamhusika. Umenielewa sijui? Na pia nisiseme tu nimemaliza. Kuna mdau mmoja kuna siku alikomenti, nilipenda maneno yake sana. Sasa ajue kama mimi nafuatilia hizo comment na niko tayari kujibu pia. Na leo weka sasa wajue. Ukiona umejibiwa kwenye comment imekuja Semuhunge, ujue aliyejibu ni Simba. Yaani waeleweshe sasa wadau wangu. Ukiona umecomment, comment na ukujibu chini imeandika Semuhunge,
basi ujue ni Seif Simba amekujibu. Nimwambie mdau wangu mmoja anasema, Seif, achana na habari za dini, zungumzia mpira. Akajua mimi sijasoma. Umenielewa? Aya ya kwanza kushuka katika dini yetu inasema ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Muislamu ni sheria kusoma kwa jina la Mola wako ambaye. Muislamu ni sheria kwa mujibu wa aya hii. Mimi nimesoma, yeye asiwe, ila tu nilitumia lugha, haikatazwi katika dini, kwa sababu hata huyo mtume alikuwa na watu wakitaniana nao, akitaka siku anitafute, umenielewa aje hapo nitampa mimi namba, afu nimueleze na hao walikuwa wanamtania mtume nani. Mimi nilimuita mtume brother man, nilikuwa na nia njema, sifa njema zote apewe nani? Hakuna brother man ana sifa njema ni handsome wake, uzuri wake na vitu vingine. Kwa hiyo nilikuwa narekebisha hilo asistuke, umenielewa katika kuweka sawa kila ninachozungumzia anakijua. Yaani anayenisikiliza ajue kila ninachokizungumzia basi nakijua, hamna ninachokitoa kichwani. Naam Abdallah. Yes.